Mtazamaji na msikilizaji mpendwa wa Tumaini TV, ipe nafsi yako tumaini na Radio Tumaini, redio yako ya ujirani. Karibu katika kipindi Ijue Afya Yako na TEC. Kipindi kipya hapa Tumaini Media mwaka huu 2026, na kikiletwa kwako na Padri Dr. Paul Shobo. Yeye ni katibu mtendaji wa idara ya afya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Ukutakia usikilizaji mzuri wa kipindi hiki na utazamaji mzuri pia hadi tamati, nikitambua kwamba unatutazama kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, pia mtandaoni au kwenye YouTube andika Tumaini_TV, nako pia utatuona kwa uzuri. Halikadhalika unaweza kupakua application yetu, andika Tumaini Media, utatusikiliza na kututazama. Pia upande wa radio kingamuzi cha Azam namba 68, unaweza kuisikiliza Radio Tumaini popote ulipo. Mimi ni Gauden Sierra, karibu tuwe sote hadi tamati ya kipindi hiki. Leo tunazungumza nini tunapo ingia katika kipindi Ijue Afya Yako na TEC? Labda kwanza tuanze kujua TEC ni nini. Ijue Afya Yako na TEC au Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kuwa hapa katika studio zenu, lakini pia ni watambulishe wapenzi watazamaji na wasikilizaji wetu kwamba TEC ndiyo tuseme TEC ni baraza ambalo ni la kudumu linaloongoza kanisa Katoliki hapa Tanzania, na lenyewe linafanya kazi pamoja na kazi za kichungaji na linafanya kazi pia za kijamii. TEC sasa iko ndani ya majimbo 37, tukizingatia kwamba jana tumepata jimbo nyingine jipya, jimbo la Bariadi, kwa hiyo kufanya majimbo 37. Lakini majimbo haya 37 yamegawanyika katika kanda 7 za kikanisa, ambapo ni majimbo makuu ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, Songea, Tabora, Mwanza. Na majimbo haya yana waumini wapatao milioni 17.4 kwa ujumla wake. Lakini basi, kwa nini kipindi hiki Ijue Afya Yako na TEC? Kipindi hiki kinakuja ili kuwajengea uwezo na pia kuwajulisha wasikilizaji wetu na wapenzi watazamaji wetu kwamba TEC inajihusisha pia na masuala ya kijamii, hususan afya, na afya hii imegawanyika katika sehemu mbalimbali, lakini sisi tunazungumzia afya ya jumla ya mwanadamu, ambapo ni afya ya kimwili zaidi, lakini pia afya ya kiroho ambayo tutaigusa hapa na pale. Kwa hiyo tunaposema Ijue Afya Yako na TEC, ni kipindi ambacho kinatayarishwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kitakuwa kikiletwa kwako kwa hisani ya Tumaini Media, lakini pia kwa hisani mbalimbali ambao wanatusaidia kufanya kazi hii. Leo, siku ya leo, tumeandaa zaidi Ijue Afya Yako ya Akili. Hii ni mada ambayo tungependa kuizungumzia siku hii ya leo, ili kuwajengea uwezo wa wasikilizaji wetu kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Na tunasema kwamba afya ni hali ya ustawi wa kuwa kamili, kujisikia vizuri kimwili, kiroho, kijamii na kiakili, lakini wala si tu hali ya kutokuwa na ugonjwa. Hii ni tafsiri ambayo inatolewa na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, ambapo ilitolewa mwaka 1948. Na tunaposema kwamba mtu ni mgonjwa, tunakuwa na maana kwamba anakuwa na hali ya mvurugiko katika utendaji wake wa kawaida wa mwili. Kunapokuwa na mvurugiko wa hali ya kawaida ya utendaji wa mwili, basi tunasema ni ugonjwa. Na kuna magonjwa ya aina nyingi, lakini yale ya msingi ambayo tunajua aina kuu mbili za magonjwa ya msingi
ni yale magonjwa ya kuambukiza, kitaalamu yanaitwa communicable diseases, ambayo yanaletwa na vimelea mbalimbali, vijidudu vya aina mbalimbali. Kimsingi viko vinne: kuna bakteria, kuna parasite, lakini pia kuna fungi na virusi kwa Kiswahili. Hizi aina 4 za vimelea ndivyo vinavyosababisha magonjwa ya kuambukiza. Lakini kunayo magonjwa yasiyoambukiza ambayo ni yanaweza kuwa kisukari, kuna selimundu, na ndio sasa kuna magonjwa ya akili ambayo sisi tungependa kuyazungumzia kwa namna ya pekee. Na sababu au tuseme nyanja za magonjwa haya ziko kama za aina kuu 3. Kuna magonjwa yanayoletwa kibiomedikali, yani maana yake mwili unavyoshindwa kufanya kazi vizuri, basi kunakuwa na magonjwa yanayosababishwa na sababu hiyo. Lakini pia kuna magonjwa yanayosababishwa na mazingira yetu mbalimbali tunapoishi na tunapofanya kazi, yanaweza kuwa kisababishi cha magonjwa mbalimbali. Lakini kuna magonjwa yanayosababisha na mitindo ya maisha, kwa mfano tabia hatarishi za ulevi, tabia hatarishi za uchafu na kadhalika. Lakini tunaposema kwamba tunazungumzia afya ya akili, tunazungumzia magonjwa yale yasiyoambukiza. Ni moja ya magonjwa yale yasiyoambukiza kama nilivyosema. Ndio. Na magonjwa haya, magonjwa ya afya au changamoto ya afya ya akili yenyewe inaweza kusemwa kwamba maana yake ni hali ya ustawi na uwezo wa kujiamini au kujisimamia katika changamoto binafsi za maisha na za wengine. Mtu pale anapokuwa na changamoto katika hali yake ya ustawi, kuweza kujiamini yeye mwenyewe na kujisimamia katika changamoto anazokumbana nazo katika maisha na za wengine, basi tunaanza kusema kwamba hiyo ni kwa ujumla ni afya ya akili. Lakini kunapokuwa na changamoto, tunasema sasa kuna changamoto katika afya ya akili. Takwimu zinatuambia kwamba kiulimwengu, katika kila watu 7 kuna mtu mmoja mwenye changamoto, mwenye uwezekano wa kuwa na changamoto ya afya ya akili. Duniani kuna watu zaidi ya bilioni 7, kwa maana yake kwamba watu zaidi ya bilioni 1 ulimwenguni kote wana uwezekano wa kuwa na changamoto mbalimbali za afya ya akili, na wengi wao wakiishi katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hizi ni takwimu zinazotolewa pia na shirika la afya ulimwenguni WHO, hasa zilizotoka mwaka jana, mwaka 2025. Kwetu hapa Tanzania, huduma za watu wenye changamoto ya afya ya akili, kwa sababu walikuwepo, zimeanza zamani sana. Zilianza kutolewa mwaka 1920 kule Lutindi, Tanga. Na manake kama ni mwaka 1920 ni kabla kabisa hata tujapata uhuru, ni wakati ambapo kumekuwa na hizi changamoto. Manake hata mwenyewe alituongoza kupata uhuru alikuwa hajazaliwa. Alikuwa hajazaliwa, manake alizaliwa mwaka zaidi ya mwaka 1920. So changamoto za afya ya akili zinaweza kuwa na vyanzo mbalimbali. Kama nilivyosema, vyanzo vya magonjwa ya kawaida, lakini kipekee changamoto zinazoletwa za afya ya akili zinaletwa na vyanzo mbalimbali. Kimsingi, chanzo cha kwanza ambacho ni kikubwa kabisa ni kurithi vinasaba mbalimbali. Okay. Tunasema genetic constitution ya mwili. Hii ni zaidi ya 80% magonjwa au changamoto ya afya ya akili inasababishwa na haya. Lakini chanzo cha pili ni mwili. Kuna ajali, kuna kifafa, na kuna maambukizi mbalimbali ya akili ama ya ubongo, na kuna hali ile ya kiwewe ambacho kinasababishwa pengine na mshtuko. Kuna kitu kinaitwa post trauma stress disorders, zile ambazo zinatokana na mtu kukumbana na changamoto kubwa, labda jambo la kushtua katika maisha yake linaloweza kumsababishia changamoto ya afya ya akili. Lakini chanzo kingine ni akili jamii, yani kuna misiba, kuna umaskini uliopitiliza, kuna ukosefu wa watoto,
na uwezo wa kushindwa kupata watoto na vitu kama vinavyofanana na hivyo vinasababisha changamoto ya afya ya akili. Lakini kama nilivyosema mwanzoni pale, kuna biomedicali au vitu vinavyosababishwa na mwili wenyewe. Kuna zile stage ama hatua za kukua zinaweza kusababishia changamoto ya afya ya akili. Lakini chanzo kingine ni maumbile, kwamba mtu anaweza kuwa katika maumbile yake ni mfupi sana ama ni mrefu sana, ama ni mnene sana. Hii pia inaweza kuwa chanzo kimojawapo cha magonjwa ya afya, changamoto za afya ya akili. Lakini pia kiroho, kiimani, kuna zile imani potofu zinaweza kusababishia changamoto za afya ya akili. Sasa labda tunaweza kuzungumzia pia dalili za changamoto hizi. Dalili ya kwanza ni mitazamo hasi, yani perceptions za maisha kwa ujumla. Kuna magonjwa yanaitwa schizophrenia. Hizi ziko katika aina mbili. Tunasema kwamba watu zaidi ya milioni 23 ambao kati ya watu hao yani kati ya watu wote tunasema kwamba watu zaidi ya milioni 23 wana magonjwa haya yanayosababishwa na mitazamo hasi. Kwa mfano illusion, mtu anaona kitu yani kitu labda anaona fimbo, yeye anafikiri ni nyoka. Lakini upande wa pili, mitazamo hasi inaweza kuwa hallucinations. Yani vitu haoni kitu chochote, lakini anasikia, labda anasikia sauti, anasikia harufu fulani, anahisi harufu fulani ambazo wengine hawazihisi. Hii ni mitazamo hasi, inaweza kuwa dalili mojawapo. Dalili nyingine ni mawazo, jinsi unavyofikiri. Kuna wakati kuna mtu anakuwa na changamoto ya kutokuwa na mawazo yaliyonyoka, flight of ideas, blocking of ideas, yani maana yake mawazo yake hayajapangika vizuri. Lakini pia kile kilichomo katika mawazo yake, kuna kitu kinaitwa delusions, mawazo hasi kuhusiana na maisha. Kwa mfano, anahisi kwamba kila mmoja anamchukia, anakuwa na paranoid schizophrenia, maana yake anahisi kwamba anachukiwa, anahisi kwamba hapendwi, anahisi kwamba kuna watu wanamuandama na kadhalika, au kuona haoni thamani yoyote ya maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo anahisi kujidhuru ama hata kudhuru wengine. Lakini pia kuna mtazamo unaitwa grandiose, yani mtu anafikiri kwamba yeye ni wa muhimu sana, labda au anahusiana na watu muhimu sana. Kwa hiyo hii pia ni dalili mojawapo ya changamoto za akili. Lakini kuna dalili nyingine, phobia, yani unakuwa na wasiwasi usio na sababu, unfounded fear. Hii pia ni dalili mojawapo. Lakini dalili ya tatu, ukiacha mitazamo hasi na pia mawazo potofu, kuna jinsi unavyoongea, speech, namna ya kuongea, mawazo au maneno hayaendani, incoherence in talking, au kuamua kukaa kimya, au pengine kurudia mambo. Hizi zinaweza kuwa pia ni dalili za changamoto ya akili. Kuna dalili nyingine ya changamoto hii ni kwamba mtu anavyotembea, anavyotoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, jinsi anavyofanya miondoko yake, inaweza ikawa inaashiria pia dalili za changamoto ya akili. Lakini kuna changamoto zingine zinaonekana kwa jinsi mtu alivyo, mood effect au effect. Sonona wanaita depression, somatic disease au psychosomatic, yani magonjwa. Watu wengine wote wanakuona ni mzima, lakini wewe hata kama vipimo vinaonyesha kwamba ni sio mgonjwa, lakini unahisi unaumwa sana. Psychosomatic, yani mawazo yako yanahisi kwamba yanakupelekea kufikiri kwamba unaumwa sana. Hizi ni dalili. Lakini sasa kuna aina za hizo changamoto za afya ya akili. Hizi zinaweza zikawa zinahusu akili yenyewe, yani ubongo, kwa sababu akili tunaamini iko kwenye ubongo. Sasa kuna neurosis, yani neurosis ni ile hali ya changamoto ya akili yenyewe, ubongo kwako. Lakini kuna psychosis, hii inaambatana na tabia, personality ya mtu, jinsi anavyokuwa. Yaweza kuwa severe, yani katika hali mbaya zaidi. Hii inajumuisha nafsi nzima, yani personality nzima ya mtu.
Lakini kuna kitu kingine ambacho ni aina ya hii changamoto, ni personality disorders. Hizi ni namna mtu anavyojisikia, namna mtu anavyojitambulisha, namna mtu anavyoona watu wengine. Inaweza ikampelekea kuwa na hasira kali, kuwa na chuki, au kuwa na mitazamo hasi kuhusiana na mambo ya mahusiano, mambo yanayohusu ngono, labda kuyashikilia kwa nguvu zaidi. Sexual perversion, aina fulani ya ngono ama mambo yanayohusu mahusiano, yanaweza kupelekea ikawa ni aina mojawapo ya changamoto ya afya ya akili. Lakini pia kuna behavior disorders, kuna hizo zaidi kwa watoto, neurosis. Maanake mtoto labda ana tabia ya kujisaidia anapokuwa usingizini. Hii ni aina mojawapo ya changamoto, kama si ugonjwa ule wa kabisa wa mwili, kutokana na mfumo wa utoaji mkojo, lakini basi inaweza ikawa changamoto ya afya ya akili. Au tabia zile za kuwa na hasira sana, kulia sana kwa watoto na kadhalika, vitu kama hivyo. Kuwa na kupinga kila kitu, kupambana na wakubwa, kuwabishia sana. Shuleni tunaona watoto wana aina hii ya tabia. Hizi zote ni aina ya changamoto za akili. Kwa hiyo pamoja na kuona hizi changamoto, pia tunafikiria kwamba tunaweza tukawakumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba kuna matibabu. Matibabu ya changamoto za afya ya akili zimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Hatuseme sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuzuia, prevention. Kuna kitu kinaitwa primary prevention ama kuzuia kwa msingi. Hii ni hatua ya awali ya tahadhari. Mfano, mtu kujikatalia tabia hatarishi kama ulevi, ama kuepuka ajali, ama kufanya mazoezi na kadhalika. Hizi ni hatua za mwanzo kabisa za msingi za kuzuia changamoto za akili. Hii ni namna ya kwanza. Kwa maana hiyo, wale ambao wana tabia ya ulevi pia inawezekana ikawa shida baadaye. Ndiyo, ni kweli kabisa kwamba tabia ya ulevi, hasa ulevi wa kupindukia, na kuto kujitawala katika masuala yanayohusu vilevi na ulevi wenyewe, ni tabia hatarishi. Kwa hiyo namna yake nzuri ya kujikinga ama kuchukua tahadhari na kujikinga na changamoto zinazoweza kuletwa na kuleteleza changamoto ya afya ya akili ni kujizuia katika hayo. Lakini aina ya pili ya kujizuia ni secondary prevention, ama tuseme kuzuia ugonjwa au kuumudu ugonjwa usisambae sana, kwa kutibiwa, kwa kufanya vipimo, check-up za kila mara, na kujua dalili za changamoto za afya ya akili. Na aina ya tatu ya kuzuia ni ile ya kuzuia madhara makubwa ambayo yanaweza kuletwa na ugonjwa ama changamoto. Kwa mfano, kumpeleka mgonjwa kwenye zile vituo vya kuwarekebisha, sober house, rehabilitation houses, na pia kufanya mazoezi kwenye gym ama kwenye vituo vya matibabu, mazoezi tiba, physiotherapy, na pia mtu mwenyewe, nyinyi watu wengine wanaomuona mgonjwa, basi namna ambavyo wanaweza kumchukulia na kumsaidia kuzuia madhara makubwa ya ule ugonjwa ama changamoto alionayo ya afya ya akili. Lakini pia sehemu ya pili ya matibabu ni kutafuta huduma za matibabu, health seeking behavior, kutafuta huduma za afya, kumtambua mtaalamu wa afya hii, hasa afya ya akili. Lakini ndugu, kumtambua ndugu yao, kujitambulisha mwenyewe. Tunaambiwa kwamba changamoto za afya ya akili, daktari wa kwanza ni mgonjwa mwenyewe. Anapokubali, anapojitambua, anapofika kwenye changamoto chini kabisa, rock bottom, halafu baadaye akatafuta msaada kwa kuomba msaada, basi anakuwa anajitibu. Kwa hiyo pamoja na kutafuta rufaa
kwenda sehemu ambapo panatolewa matibabu sahihi na kwa watu wenye changamoto. Hizi zinaweza zikawa ni hatua za kutafuta huduma ya matibabu ya afya ya akili. Lakini tunasema hivi kwamba kwa kufanya haya yote tunataka tu kuona kwamba mtu mwenyewe mwenye changamoto ya afya ya akili anakuwa mtu wa kwanza kuonyesha njia ya kile ambacho tunakitarajia. Haya ndio ningeweza kusema kuhusiana na ijue afya yako au afya yako ya akili. Asante sana. Kuna mahusiano na wale ambao wanapata matibabu au wako katika tuseme hospitali kama Milembe, au wale ni tofauti? Hizi hatua nilizozisema, hasa hatua za matibabu ni zile zile zinazotumika katika hospitali ya taifa ya Milembe. Ndio. Kimsingi sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tunashirikiana kwa namna ya pekee sana na hospitali ya Milembe katika kutoa huduma za matibabu ya changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo hatua hizo za kwanza za kuzuia, za kumudu, za kuzuia changamoto ndizo zinazotumika pale. Na ile ya hasasa ile ya matibabu, maana yake kwa maana ya kutoa dawa, ndio inayotumika zaidi pale Milembe, lakini zote zingine zile nilizozitaja zinatumika katika hospitali hiyo ya taifa. Ukubwa wa tatizo ukoje? Manake inawezekana sasa mpaka hatua imechukuliwa pamoja na kwa mmekuwa mnawahudumia, lakini sasa mpaka kuanza kufundisha na kuelekeza inaonekana pengine kuna kitu kinasukuma au kuna msukumo nyuma yake. Asante sana kwa swali hilo zuri. Kwa nini tumeanza kufikiri kujenga uwezo wa Wakristo, wa watu wengine mbalimbali katika jamii yetu kuhusiana na changamoto za afya ya akili? Ni ule ukweli kwamba unaotokana na takwimu kwamba kila watu 7 walipo mtu mmoja ana uwezekano wa kuwa na changamoto ya afya ya akili. Na kwa vile tumeona ukweli huo unaendelea kuwa ukweli dhahiri kabisa sasa, jinsi ambavyo tunaishi, tunaona matendo na tabia mbalimbali za watu zinageuka. Unaweza ukaona jinsi ambavyo watu labda wanafurahia mtu anapopata matatizo, wanafurahia majanga au wanasababisha majanga. Tunagundua kwamba jamii yetu tatizo hili limekuwa kubwa kutokana na takwimu, lakini pia kutokana na uzoefu katika mazingira yetu, jinsi ambavyo watu sasa hivi wanakumbwa na tatizo hilo. Kwa hiyo ndio maana tumejitokeza ili tuungane na wenzetu wengine ambao wanapambana kurekebisha ama kufanya kujenga uwezo na kuleta awareness, ningesema, kwa watu wengi kuhusiana na changamoto zinazosababisha afya ya akili zote. Mwenye tatizo hili mwenyewe anaweza kujigundua au watu wengine wanaomtazama na kumfuatilia ndio wanaweza kujua kama ana changamoto hii? Mwenye tatizo anaweza kujigundua, lakini kimsingi watu wengine ndio wanaweza kutambua zaidi. Na wakishamtambulisha yeye atafika kwenye utambuzi zaidi kwa haraka, kwa sababu tatizo liko kwake, na hivi atawarudia tena kwa ajili ya msaada wa kupata matibabu au kupata njia za kuweza kuondokana na tatizo linalomkumba. Kwa hiyo atagundua, ingawa anaweza kuchelewa. Watu wengine watagundua mapema, watamuona. Na tatizo linalojitokeza kubwa ambapo changamoto za afya ya akili zinakuwa sio rahisi kuzikabili ni pale ambapo wanakuwa na kukataa, denial, kutoka kwa yule mwenye tatizo, ambayo ni hatua ya kawaida kabisa, kwamba yeye mnasema ana tatizo, lakini yeye anasema anaona yuko sawa, sina tatizo. Na ndio maana nilisema kwamba kuna kitu kinaitwa grandiose. Yeye anaona kwamba kwa hali yake ile labda pengine ni jinsi anavyoendelea, ni maendeleo katika mwili wake, katika tabia yake, kumbe ni tatizo ambalo linahusu afya ya akili. Kwa hiyo ndivyo tunavyoweza kuona kwamba msaada wa watu wengine
kumtambua na kumtambulisha kwenye matibabu ni kitu cha muhimu sana. Labda wito wako tukikamilisha kipindi chetu. Wito wangu ni kwamba tushirikiane kwa pamoja kukabiliana na hii hali, kwa sababu ni hali ambayo inawakumba watu wengi, na tukiacha baadaye inavyozidi kuendelea, hizo takwimu za WHO za shirika la afya duniani pengine zitazidi hapo zilipo. Kwa tushirikiane kwa pamoja kutambua hii hali na kujenga uelewa wa watu wengi kuhusiana na changamoto zinazosababishwa na afya ya akili. Asante sana baba. Na mtazamaji mpendwa na msikilizaji popote ulipo, umekuwa nasi kwa takriban dakika 25 katika kipindi kipya kabisa Ijue Afya Yako na TEC. Kipindi hiki kwa hisani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, kikiratibiwa na idara ya afya ambayo katibu mtendaji Padri Dr. Paul Shobo ndio tulikuwa naye na tutaendelea kuwa naye katika kipindi hiki. Baba, asante na karibu tena. Nakushukuru sana. Pamoja na wenzangu ambao tumeshirikiana kuletea kipindi hiki upande wa Tumaini TV na Radio Tumaini, mimi ni Gauden Sierra. Tukutane tena mara nyingine wakati mwingine. Kumbuka leo tumezungumza kuhusu kuijua afya yako ya akili, na basi muktadha mbalimbali utaendelea katika kipindi hiki hadi wakati mwingine mara nyingine. Nikutakia usikilizaji na utazamaji endelevu wa vipindi na matangazo yetu. Asante.